Halo, karibu katika majibu ya maswali yetu ya kuzidisha sehemu, na hili lilikuwa swali la kwanza ambalo lilikuwa ni 5 3 juu ya 4 mara 2 2 juu ya 5. Kwenye swali hili tulitakiwa tuanze na sehemu yetu ya kwanza ambapo ni tunachukua asili mara namba mzima kujumlisha kiasi 4 mara 5 napata 20. 20 kujumlisha 3 ni 23 juu ya 4 mara 2 mara 5 ni 10. 10 kujumlisha 2 ni 12 juu ya 5. Kwa hiyo baada ya hapo tutaangalia sehemu zinazoweza kurahisishika au kugawika. Hapa na hapa panagawika. Kwa hiyo kwa orodha ya 4 inakuwa ni 1, kwa orodha ya 4 inakuwa ni 3. Kwa hiyo namba za juu tutazidisha kwa namba za juu, kwa maana ya 23 mara 3 itakuwa 69 juu ya namba za chini, kwa namba za chini kwa maana ya 1 mara 5 itakuwa ni 5. Hapo fasili yetu kwamba tumepewa vitu 69, tumeambiwa tuvigawe kwa vitu vitano vitano. Utapata ni mafungu 13 ambapo ni vitu 65. Utabakiwa na vitu 4 kati ya vitu vitano vinavyotakiwa kwenye fungu. Kwa hiyo tutakuwa na 13 juu ya 5. Asante sana. Hilo ni swali la kwanza. Twende kwenye swali la pili. Tunaendelea na masahisho kwenye swali letu la pili ambapo tulipewa 1 5 juu ya 6 mara 4 3 juu ya 4. Kwenye swali hili tutachukua asili mara namba mzima ambayo ipo ni 6 mara 1 tutapata 6, tukijumlisha na 5 tutapata 11 juu ya 6 mara. Huku tutachukua 4 mara 4 itakuwa ni 16, tukijumlisha na 3 tutapata 19 juu ya 4. Baada ya hapo taangalia kama kuna namba zinagawanyika. Kwa bahati mbaya hakuna namba zinazogawanyika. Kwa hiyo tutachukua namba za juu kwa namba za juu na namba za chini mara namba za chini. Kwa hiyo itakuwa 11 mara 19. 11 mara 19 utapata sawa sawa na 209 juu ya 4 mara 6 itakuwa ni 24. Tukumbuke kwamba tumepewa vitu 209, tugawe kwenye mafungu ambapo kila fungu moja itakuwa na vitu 24. Kwa hiyo tukigawanya tutapata mafungu 8 ambapo itakuwa na vitu 200. Tutabakiwa na vitu 9 kati ya vitu 24 vinavyohitajika kwenye fungu. Lakini kwenye swali letu hapo alituachia hapo kwa sababu namba ya juu na ya chini bado zina uwezo wa kugawanyika. Kwa hiyo kwa kuwa namba ya juu na ya chini zina uwezo wa kugawanyika, kwa orodha ya 3 maana yake tutagawa kwa 3 3 kwa 3 8. Kwa hiyo jibu letu la mwisho itakuwa ni sawa sawa na 8 3 juu ya 8. Hilo ndio jibu letu la mwisho. Kwa hiyo katika swali hilo utakiwa upate 8 3 juu ya 8. Lakini kama ulipata 8 9 juu ya 24 umejitahidi, napo ni kazi nzuri. Utaongeza ujuzi huo nilioongezea hapo kwa ajili ya kuweza kupata maarifa zaidi, na nikwambia kadri utakavyokuwa unafanya mazoezi mengi zaidi ndio utakavyokuwa na uwezo wa kufanya vizuri zaidi. Asante. Swali la 3 lilikuwa nasema 3 1 juu ya 3 mara 2 1 juu ya 4. Kwa hiyo tutachukua 3 mara 3 itakuwa ni 9, kujumlisha 1 itakuwa sawa na 10 juu ya 3 mara 2 mara 4 mara 2 itakuwa ni 8, kujumlisha 1 itakuwa ni 9 juu ya 4. Kwa hiyo hapo tutaangalia kama kuna namba zinagawanyika. Ukiangalia hapa 3 na 9 zina uwezo wa kugawanyika na 4 na 2 zina uwezo wa kugawanyika. Kwa hiyo kwa 3 ni 1, kwa 3 ni 3, lakini kwa 2 ni 2, kwa 2 ni 5. Kwenye 10 na 4 tumegawa kwa 2 kwa sababu ndio orodha ambayo ina uwezo wa kugawa maeneo yote bila shida. Kwa hiyo juu tumebakiwa na 5 pamoja na 3, kwa hiyo itakuwa 5 mara 3 15. Chini tumebakiwa na 1 pamoja na 2. Juu ya 1 mara 2 itakuwa ni 2. Fasili yake ni nini? Ni kwamba tumepewa vitu 15, tupange mafungu ambayo kila fungu liwe na vitu viwili. Utapata vitu mafungu 7 ambapo utatumia vitu 14. Utabakiwa na kitu kimoja kati ya vitu viwili vinavyohitajika kwenye fungu. Kwa jibu sahihi itakuwa ni 7 1 juu ya 4. Asante sana.